Naitwa Saleh Josephat Simiyu. Kuna wakina mama humu katika kata ya Mjini nafahamu wanakuwa na kero nyingi sana, lakini naona zile fedha zikija za serikali haziwafikii walengwa. Je, narudi katika swali lako Mheshimiwa Diwani, utawatimizia wakina mama katika kata ya Mjini kuwapa mahitaji madogo madogo kama mkopo isiwe na riba ili waendelee katika vipato vyao? Cha pili, je, ili soko litaisha lini na mikakati inafikia wapi? Kwa sababu wewe Mheshimiwa Meya na diwani wa kata ya Mjini, nilikuwa na kuomba lile soko ulikamilishe kwa wakati, na hawa mama hawa wajasiriamali wa mikopo midogo midogo wawezeshe wapate maisha yao yawe nafuu. Kwa majina naitwa Grace Amos au Mama Jeremia. Ombi langu ni moja, ninaomba utusaidie kwa mama lishe tupate viparata. Mara ya kwanza tulikuwa tunatumia viparata, Shamkwale alikuwa atusumbui. Lakini sasa hivi Shamkwale anatusumbua. Tukiamka tunakuta vibanda vimefungwa, tunaombwa service levy, tunauza kilo 2 za chakula, unaombwa service levy ya 70,000. Baba, tunaomba utusaidie. Shamkwale amekuwa ni kero. Mama lishe tupate viparata, tutalipa 20,000 kwa wakati. Lakini kulipa service levy ya 70,000 au kwenda kukata leseni ya shilingi 150,000, baba, niko chini ya miguu yako. Labda ni kwangu tu, lakini labda kwa wenzangu wanaweza. Mimi kwangu sina huo uwezo. Baba, naomba utusaidie tupate viparata. Asante. Mimi kwa jina naitwa Shoto Kasimu Mwinamila. Kero ambayo niliyokuwa nayo mheshimiwa, tatizo ni hizi taa. Takriban leo ni miaka 4. Mheshimiwa mwenye jimbo la Shinyanga Mjini alikuja kutuomba kula hapa na kutueleza kwamba watafuatilia masuala ya taa. Leo hizi taa zina miaka 4 haziwaki. Tuna vijana wetu humu, watoto wetu, vizazi vyetu, ukikutana nacho usiku unaogopa. Vijana wamekuwa wanatembea na visu mfukoni. Mzee kama mimi mtanisaidia vipi endapo mimi kama napita kwenye sehemu ya giza? Ukiangalia mheshimiwa, hii barabara ya kwenda Mumbu, hizo taa za Bugweto tayari wameshanyofua zile betri. Giza mtupu humo. Na sisi ni wafanyabiashara tunaokwenda minadani, mnatusaidia vipi? Swali langu la mwisho, nasikitika sana, hili daraja la kwenda Mwawaza, leo humu tuna wazazi wetu wanakutwa na hali mbaya. Tunashindwa kuelewa kwamba hilo daraja kuna kigugumizi gani. Wameshafukua na mabarabara, mpaka leo hatuelewi kinachoendelea mheshimiwa. Jina naitwa Mahmud Mohamed au Msomali Abdi. Kero yetu kubwa sana na mtumwa kijana Salim Kitumbo jembe letu. Kero kubwa sana haswa soko letu la Nguzo 8. Kutokuwa na flyover, magari yanapaki barabarani, ajali mara kwa mara. Hiyo tu. Sina zaidi. Naitwa Luis Kuyukwa. Nataka kituo chetu kifanye kazi masaa 24. Vibaka wengi sana kule. Hilo tu. Nijibu hizi kero kama ifuatavyo. Kero ya kwanza imeletwa na Saleh Josephat Simiyu kuhusu, aliongelea mambo makubwa matatu. Swala la kwanza lilikuwa fedha za mikopo haziendi kwa walengwa. Hii kidogo naweza kupingana naye kwa kiasi fulani, kwa sababu ni kweli kabisa manispaa huwa inatoa mikopo ya 10% kutokana na mapato yetu ya ndani, na hilo limekuwa likifanyika kila mara, na kwa kiasi fulani 1% chache mno, ambayo kimsingi mimi pamoja na madiwani wenzangu pamoja na wataalamu nitahakikisha kwamba hilo tunakwenda kulisimamia, ili fedha hizo zinazotolewa, kwa sababu pia zinatoka kwenu kwa kulipa leseni, kwa kulipa service levy, kwa kulipa tozo mbalimbali, zirudi kwenu katika mtindo wa mkopo ambao ni nafuu, hauna riba, na lengo ni kuwawezesha na kuwainua kiuchumi. Jambo la pili ni kuhusu soko kuu itaisha lini. Kwa kweli swala la soko kuu ni soko ambalo kimsingi hata mimi ni katika moja ya vitu ambavyo vilinifanya au vilinisukuma kwenda kugombea hii nafasi. Ni kwa nini soko hili halijaisha kwa muda wote huo? Hilo ndio swali ambalo hata ukiwauliza
waheshimiwa madiwani nimekuwa nikipambana nalo sana katika vikao vyetu, lakini kwa mpango ambao uliopo kwa sasa hakuna namna ambayo tunaweza tukafanya na kulimaliza hilo soko kwa haraka bila kufanya mpango unaoitwa PPP, Public Private Partnership. Ni lazima tushirikiane na wadau wenye fedha ili tuweze kumaliza soko hilo, kwa sababu soko hilo linahitaji fedha nyingi. Kwa bajeti haraka haraka tu linahitaji zaidi ya bilioni 4. Sisi hatuwezi kupata bilioni 4 kwa pamoja. Kwa ni lazima tutafute njia za kuhakikisha kwamba soko hilo linajengwa. Na tayari michakato hiyo imeshaanza na soon tutapata fedha kwa ajili ya kumaliza soko hilo. Tunatambua kwamba soko kuu ndio kioo, ndio alama ya manispaa yetu ya Shinyanga. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na soko kuu ambalo limekaa hovyo hovyo. Soko kuu ni lazima lifanane na mimi jinsi nilivyo, ni lazima lifanane na kata yetu ya mjini jinsi ilivyo, ni lazima liwe soko la kisasa. Kwa hivyo niwahakikishie ndugu zangu wananchi, hilo tunakwenda kulitatua na si muda mrefu tukishakuwa tumekubaliana tu kwenye PPP hiyo, basi tutaweka fedha kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa soko hilo. Swala la mikopo kimsingi nitaenda kulisimamia ipasavyo. Kijana yoyote yule ambaye anafanya biashara wajiweke katika mtindo wa makundi ya watu 5 na mimi nipo tayari kuwasimamia kuweza kuhakikisha kwamba mnapata huo mkopo. Lakini jambo jingine ni kwamba pia hatupo tayari kumkopesha mtu fedha ambaye hawezi kurudisha. Kwenye hilo hakuna. Hilo niwe very clear. Niwe muwazi kabisa kwamba tunakukopesha fedha ni kwa ajili ya kwenda kufacilitate, kusaidia biashara zako zikue. Hatukukopeshi fedha ili wewe uende ukatumbue huko ule raha, alafu sisi tukitaje fedha zetu utuone wabaya. Hilo hakuna. Niwe muwazi kabisa kwenye hilo. Mimi ni muwazi na ni mkweli na nimenyooka, sipindishi maneno. Jambo lingine ni la Grace Amos. Grace Amos analia na viparata. Mama yangu, dada yangu, mdogo wangu, nikuhakikishie kwamba hilo naenda kulisimamia haraka iwezekanavyo. Kuanzia Jumatatu nitahakikisha kwamba hilo zoezi linafanyika na katika kipindi kifupi tu mtapata viparata vyenu. Hakuna kitu ninachochukia kama wafanyabiashara wadogo kunyanyaswa, kuteswa au kubagazwa kwa namna yoyote ile. Sipo tayari kuona hilo linafanyika mbele ya macho yangu. Mimi kazi yangu ni kwenda kuwatetea, kuwasimamia, kuwaongoza, kuhakikisha kwamba yale ambayo mnayatarajia, yale mnayotarajia katika ndoto zenu yanatimia. Sipo tayari kuwa sehemu ya kikwazo. Sipo tayari kuwa sehemu ya kikwazo. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha kwamba kama wewe unafanya biashara, basi unafanya biashara yako vizuri bila bugudha na unafuata taratibu zote ikiwemo kulipa mapato. Haiwezekani leo hii mama ntilie ukalipe service levy. Hicho haiwezekani, kitu cha namna hiyo haipo. Service levy inalipwa kulingana na biashara yako unaoifanya. Kwa hiyo nikuhakikishie dada yangu Grace pamoja na wenzako wote kwamba swala hilo nakwenda kulisimamia na kuanzia Jumatatu na kuendelea nitahakikisha kwamba mnapata viparata na hakuna mtu atakayekuja kuwasumbua. Jambo lingine limezungumzwa na ndugu yangu kaka yangu Shoto, amezungumza kwamba taa za barabarani haziwaki. Ni kweli taa za barabarani haziwaki na hii imekuwa ni sana. Lakini kuhakikishia ndugu yangu Shoto, hili tumeliona na tayari tumeshaanza kulifanyia kazi kuhakikisha kwamba taa hizo zinawaka. Maana ya watu kuishi mjini sio kukaa giza. Najua giza linachangia katika mambo mengi ya kihalifu. Na mimi sipo tayari kuona watu wangu wanadhurika kinamna yoyote ile. Moja katika kazi yangu ni kuhakikisha na walinda. Na walindaje? Ni pamoja na kuweka hizo taa, lakini kuhakikisha usalama wa wananchi wangu kwa kuweka road patrol za polisi ambazo zitazunguka kila mahala. Swala jingine ni daraja la Mwawaza. Daraja la Mwawaza liko chini ya mkandarasi ambaye ndio anayejenga stendi, lakini pia anajenga barabara hiyo ya kwenda Mwawaza pamoja na jengo la TARURA. Mkandarasi huyu kimsingi amekuwa ana shida nyingi sana. Tumeshamwita mara nyingi kukaa naye vikao.
mimi kama mkuu wa taasisi, lakini pamoja na viongozi wengine, na ilifika hatua mpaka baadhi ya mainjinia waliwekwa ndani na Mheshimiwa DC, lakini bado utendaji wake wa kazi kimsingi hauridhishi. Nimechukua hatua mbalimbali za kukaa naye na kuongea naye kama hatua za awali, lakini kitakachofuata ni kumwandikia barua za onyo. Lakini kama tutaona bado yuko nyuma sana kwenye ufanyaji wake wa kazi, hatima yake ni kuivunja mkataba ili tuweze kutafuta mkandarasi mwingine. Jambo lingine ulizwa na ndugu yangu Apti kuhusiana na soko la Nguzo 8. Kwa kweli pale hata mimi nishai kwenda, sio mara moja au mara mbili, na nishai kufanya vikao kama mara mbili hivi. Swala la parking pale imekuwa ni kero, na tumeona suluhisho pekee ni kuweza kuongea na zimamoto ili kwa kipindi hiki wateja wao wanaingiza magari yao ndani, wapaki ndani na wasipaki barabarani. Na tutaweka vibao pale. Nitaongea na watu wa TARURA waweke vibao pale, wazuie magari yasipaki barabarani. Na Bwana Luis Kuukwa ameongelea kuhusu kituo chetu cha polisi cha hapo maeneo ya Viwandani. Kwa kweli hilo na yenyewe ni kero, na kimsingi nitaenda kuongea na RPC na OCD tuone namna ya kuweza kurudisha huduma hiyo kwa muda wa saa zote 24. Lakini pia nakumbuka niliahidi kipindi tunafanya campaign kwamba kituo kile hakina hadhi ya kuwa katika kata yetu ya Mjini. Tunahitaji kukiboresha. Kwa hivyo tutakivunja na nitatafuta wadau wa kuweza kujenga kituo kizuri cha kisasa kinachoendana na hadhi ya kata yetu ya Mjini. Kimsingi ni kwamba kata ya Mjini ni lazima iwe mfano wa kila jambo, si ndio? Kata ya Mjini lazima iwe mfano wa kila jambo. Kwa hivyo nikutoa wasiwasi Bwana Luis kwamba hiyo kwa sasa hivi tutachukua hizo kama hatua za awali, lakini hatua za mbeleni kule ni kukivunja huko kituo na kukijenga upya kilingane na hadhi ya eneo letu. Kwa kata yetu hii ya Mjini najua kuna kero kubwa sana ile eneo la chini la Viwandani. Mara nyingi mvua zikinyesha watu wetu wanapatwa na mafuriko. Kwa hivyo kupitia bajeti hiyo tunaamini kwamba tutakwenda kutengeneza mtaro mikubwa, lakini pia zile barabara zote za vumbi ambazo ziko maeneo ya Viwandani zinakwenda kuwekwa lami. Hatuwezi kuishi mjini alafu bado kukaa kuna mavumbi, hapana. Ikiwa ni pamoja na barabara hapo katikati Mjini na Shkotra, zote hizo zinakwenda kuwekwa lami, kwa sababu kimsingi ukizijumlisha zote hizo kilomita hazifiki hata kilomita 4. Kwa hiyo nihakikishie kwamba yale yote ambayo tumekubaliana, yale yote ambayo nimeyazungumza kwenye kampeni na kero zote hizi ambazo zimesemwa hapa, na kuhakikishieni ndugu zangu tunakwenda kuzitatua kwa nguvu zangu zote.